ningependa kutilia mkazo masuala yafuatayo. Kwanza, ni kwa nini tunataka demarcation of land ama tuweze kupata title deed ya ardhi hii ya hospitali? Kwanza ni kwamba kumekuwa na mfadhili ambaye amesaidia sana zahanati hii, ambaye mfadhili huyu anaitwa WaterReed. Ameweza kufund projects kadha wa kadha kiwamo laboratory. Anapenda kutambua kwamba Tongo dispensary iko na second best laboratory in Coast Province, kama sijakosea, sivyo? Wahudumu wako hapo watanisuta baadaye. Is the first. Naambiwa ndio ya kwanza, the best. Yaani ile nzuri kabisa kushinda hata Aga Khan na Pandya. Hii ndio best. Tuko na facilities, jamii leo mtaingia mkazione wenyewe na macho. Lakini shida ni space. Hakuna mashine zingine pia zitumiki kwa sababu nafasi haiwezekani, haitoshi. Tumepoa na mfadhili. Fadhili anakuja kila siku, anapita hapa, akifika mashine hii imezimwa, haitumiki. Kwa nini? Hakuna nafasi ya kuitumia. Fadhili anakasirika, sivyo ama sivyo? Kwa hivyo Mtongo hataki kutumia hizi mashine. La kwanza. Pili, nikiongezea kusema land demarcation, kwa sababu mfadhili huyo huyo kuna kipindi cha nyuma alitaka kujengea maternity wing. Hapo tuna hii tent hapa. Hii nafasi. Alitaka kujengea maternity wing. Anateta pesa zaidi ya takriban milioni 10 na mbele, lakini ilishindikana kwa sababu wakati huo chini ya uongozi wa municipal ilikuwa ngumu kufanya demarcation. Na pia kulingana na utafiti wangu binafsi kama kiongozi wa kamati ya hapa, nikapata kwamba viongozi wale wa serikali wakati waliweka vikwazo. Kikwazo ilikuwa ni kwamba walitaka wao wapoe hizo fedha na mfadhili wapate kujenga wao, yaani waje kujenga wao wenyewe kama serikali. Na mfadhili, kila mfadhili ana sheria zake. Kuna wengine wana mashine zao za kujengea, wana wafundi wao. Kwa hivyo ukitaka wakwambia nipeni nafasi tu wajengee hospitali, sivyo? Lakini municipal walikataa. Sababu ya pili ndio hiyo. Mradi ukaenda tukakosa kama watu wa Mtongwe. Tuliukosa mradi wa maternity. Ni furaha hiyo. Ni huzuni tukakosa mradi wa mfadhili. Ingelikuwa kama maternity, mama zetu wangelikuwa wapate tabu. Kwenda kwa sau usiku kwa tuktuku kufikishwa feri, una mimba bado kwa tuktuku wadundishwa. Unaelewa? Wengine akifika mtoto wa hali afahamu imepotea wakati anasaliwa. Ni makosa makubwa sana. Vile vile mfadhili huyo nikiongea naye mwenyewe macho kwa macho, niliongea na financial controller ama financial officer wa WaterReed. Alikuja hapo hospitali nikakutana mimi mwenyewe, si unafiki. Wanasema kwamba wana mipango ya kutujengea hapa perimeter wall. Juzi kumeibiwa hapa kompyuta, tarakilishi kwa lugha ya Kiswahili. Kulibiwa, kulifuta, kukaibiwa. Askari ilikuwa ni mmoja usio kafungwa kamba na wanaume. Unaelewa? Wakafunja mlango, wakaingia ndani, wakaiba mashini. Kompyuta za HF wako hapa mpaka leo hakuja chukuliwa hatua yoyote. Na mfadhili amekuja akaona hili swala kwamba ni muhimu sana kuwekwa fencing hapa. Lakini bado tatizo ni hilo. Demarcation of land, title deed. Na ndio maana tumeita wananchi, kwa sababu tunasema kwamba the power of people is working. Tunaelewa kwamba watu wakiwa wengi wakisukumia jambo, kwa sababu sisi tulipigia kura viongozi, tunaweza kusikia jambo hili tuweze kupata suluhu ya haraka iwezekanavyo. Vile vile nituongelea swala lingine, ni nyumba ambayo iko hapa nyuma. Ni ndugu zetu, tunawapenda, jirani zetu. Nyumba imejengwa kitambo sana, lakini nyumba hizi mbili, moja iko hapa nyuma hospitali. Nyumba nyekundu tunaziona hapo nyuma ni nyumba ambazo ziko katika ardhi ya hospitali hii ama zahanati hii. Ambapo tunaelewa kwamba akihaki bila kuvunjia haki mwenye nyumba ile, ana haki kama Mkenya, ni kwamba anafaa alipofidia. Sivyo? Angalau waweze kuhama pale, hospitali iwe ni hospitali peke yake. Kwa sababu hiyo ni moja wapo kikwazo ambacho kitafanya hata mradi wa kuweka perimeter wall hapo itakuwa tatizo, kwa sababu kuna mtu yuko ndani ya ardhi ya hospitali. Kwa hivyo kama wananchi lazima tusukume county government, ni vipi tunaweza kuwa katika bajeti ya mwaka ujao. Mwaka huu walipitisha kiholela. Imepita, sio? Lakini mwaka ujao ni vipi tunaweza kuweka fedha ya kumlipa huyu aliyojenga nyumba hapo. Maana kilimo pesa nzuri atakubali. Akiondoa nguvu za kwa matatizo, si ndio? Lakini akipewa hela nzuri atakubali kuhama. Akikataa itakuwa saa amezidi taki maendeleo, si ndio? Lakini sio kama ambao atoke kwenye ardhi ya serikali. Angalau taratibu ni vipi amekaa miaka mingi. Kwa wengine takwimu nasema kwamba alikaa hapa hata kabla hospitali haijajengwa. Nyumba ilikuwa hapo. Kwa hivyo ni vyema angalau taratibu kama wananchi wa Mtongwe tuweze kusaidia ni vipi atalipo fidia aweze kuondosha nyumba ile, tuweze kuwa na hospitali. Security nimetajia vizuri sana. Hizi mashine ziko hapa, sasa tuongea sana kuhusu mashine kwa sababu kuna wengine tuwezi kujua ndani yetu, kuna wengine pia master plan. Wao hizi kwa sababu kuja kufahamia usiku. Lakini hapo tunahitaji kuwa na security.
Tuko na askari mmoja kutoka county mchana, yuko pale mwamuona ndo yule, na usiku wa kwa hili peke yake. Lakini angalia hospitali hii ilivyo kubwa. Kuna generator kule nyuma, kuna matanki ya maji huku mbele, askari kwa hili hawezekani kulinda. Ukweli tuambiane. Nataka beef of security hapa. Jambo hili haliwezi kufanyika mpaka sisi kama wananchi fanye nini? Tuweze kulisukumia. Vile vile nikisema kuhusu zile fedha. Ndio mtaja kuhusu pesa hapa. Nikikamilishia. Fedha hizi kama nilivyoambiwa zinaanzishwa na kamati iliyoanza, si kuwa mimi. Lakini ilikuwa hakuna dawa. Wananchi wanataka huduma. Wakaweza kuchanga pesa kama committee members. Wakaanza mradi wa kununua dawa, ukija hapa angalau sio uje hospitali umetibiwa dawa hakuna, waamboka ni chemistry. Dawa ziwepo, ijapokuwa zinalipishwa katika fedha ndogo ndogo, angalau kusimamia. Nataka kuambia ukweli siku ya leo. Fedha hiyo ambayo inalipishwa katika zahanati hii inasaidia pakubwa sana. Mimi siangalii masuala ya dawa peke yake. Naangalia impact gani pesa ile inaleta. Niwaambie ukweli siku ya leo. Hapa tuko na wafanyikazi 9 wanaolipwa na county government, ambao 5 ni nurses. Lakini hapo awali kama tupige kelele kulikuwa nurses 4 peke yake. Wakaongezeka mmoja wakawa 5. Tuko na lab technician mmoja, tuko na cleaner, tuko na cleaner mmoja, na tuko na clerks 2 ambao wanalipwa na county government. Wafanyikazi wengine wote wanalipwa na committee. Wafanyikazi wangapi? Tuko na lab technician mmoja kwa jina Bakari Hamisi, analipwa na committee. Ile fedha ya dawa, ile fedha yenu na complain inatozwa hapa ya kitabu shilingi 20. Ndio fedha inayotumia kumlipa huyo dada. Pili, tuko naye technician wa pharmacy anaitwa Samuel Kinoti. Pia vile vile analipwa na fedha ya committee. Tuko naye Bwana City Hamisi ambaye ni cleaner. Mmemwona hapa ngangari kabisa huyo, anapaka viti hapa na clean mpaka viti. Pia analipwa na committee. Ni wangapi huyo? 3. Tuko naye tuko na volunteers 2. Child Ngoi na Njoki Marvelous Wangui. Pia waweze wacho hivi hivi. Kiufupi ni kwamba zahanati hii inaongozwa ama inaendeshwa na usaidizi kati ya community ambao kupitia committee na serikali. Tunaelewana? Tunaelewana hapo vizuri sana. Ikiwa wafanyakazi wote wa committee wataondoka waende zao nyumbani, tutakuwa na nini hapa? Hakuna huduma. Kwa ufupi, zahanati hii kusema ukweli tuko na nurses 5 ambao mimi na elimu yangu finyu wanatosha. Lakini challenge ni moja, hakuna clinical officer. Kama daktari kwa lugha nyingine nyepesi. Ambao sasa hivi hapa tunauguzwa. Lakini mtu kufanya consultation ama kupokea mgonjwa kumuuliza anaumwa na nini apimwe, fanya kila kitu. Nataka ni kazi ya clinical nani? Clinical officer. Lakini leo hii hatuna. Hapa hakuna clinical officer. Wanaofanya kazi hiyo ni nurses. Nani kazi ya nurse ni gani? Na unajua kazi ya nurse ni gani? Kazi ya nurse ni gani? Ama tunawachanganya wote, kazi yao ni moja. Kazi ya nurse ni kudunga sindano. Umeenda kwa hospitali, si ndio? Kuna ndio kutana unaongea naye, unaangafa na kutuma nenda kule, chukua karatasi wewe kule mbele. Huyo daktari huyo hatuna hapa, clinical officer. Tunakutana na nurse sisi, na sio wewe kudunga sindano, na sio wewe akakupime. Ijapokuwa mpitia elimu ile, lakini sio kazi yao. Kwa nini kusema kwa mimi hapa hospitali tunauguzwa ndivyo sivyo, lakini tusaidiwa vile vile. Tunaelewana? Kwa hivyo hakuna clinical officer miaka yote hatujaipata. Upo vile vile kulikuwa na complain, watu wana complain wakija hapa, sijui kuna huduma mbaya, wanaongeleshwa vibaya. Mimi sio natetea, lakini nitakunena jambo moja. Ikiwa hapa tuko na account ambayo ilianzwa na committee members, yani wewe nyinyi ndio mlianza hiyo account. Tunaelewana? Fedha inapouzwa zile dawa inakusanywa, inatoka katika ile account. Haingii kwenye mfuko wa mtu. Kuna account. Tumeelewana? Ambapo sasa hivi mimi ni mmoja wa signatory.
Pesa itoke mpaka nitie sahihi. Tumeelewana? Cheki. Pesa ile county imeingia, sielewi wana elimu nyingi ama ni nini, wameingia kuja kucontrol account ile. Kucontrol namna gani? Ni kwamba fedha hapo awali ilikuwa tunaweza kutoa fedha kila mwisho wa mwezi. Kuna hawa wafanyikazi kina Mebakari, tunawalipa ile pesa yao ndogo, ni ndogo sana ndugu yangu. Maana yake nyingine hata iko chini ya 6,000. Anahudumia watu hapa, anafagia vyoo vya wagonjwa. Pesa ile baada ya pata kila mwisho wa mwezi, kaunti wameingia wanaisuia kwamba wameweka sheria. Hatuwezi kutoa fedha ile mpaka baada ya miezi 3. Mupo? Licha ya kwamba hawaongezi senti kwenye ile account, hawaongezi. Licha ya kwamba dawa haifiki hapa. Dawa hazidi kutoka county government. Watuletea chupa juice hapa empty. Simesikia? Account ile yetu ya control kununua dawa kidogo tujisaidie hapa kama watu wa Mtongwe, wameisuia na kuicontrol kwamba hatuwezi kutoa hela mpaka baada ya miezi mingapi? Miezi 3. Sasa yule Mebakari, yule Kinoti anayefanya kazi hapa, si mfanya kazi tena, amekuwa volunteer. Sema volunteer. Kwa sababu wewe huna hela, mshahara wako ni finyo na bado waweka mpaka baada ya miezi 3. Sasa mwingine kama chairman bank kaona haya. Na leo nitaambiwa nipe 100 chairman. Nipe 20 sina fare ya kwenda nyumbani. Sasa pia wanagoma hawaji. Atembea kwa mguu. Na wewe ukija mgonjwa una mimba sio? Mama mimba sio vile walivyo wanachudi zao. Ashasinywa nyumbani huko na mumewe, anampake mimba hata kumshughulikia. Ankuja hapa kutana na Mebakari. Hii inatokea hapo. Mebakari haja kula siku 2, hajinyongoa. Mshahara haujaingia miezi 3. Wewe pia waje mimba yako kusumbua. Waanza kelele. Hii inatokea hapa. Sijeuri itakuja tu. Wewe unisumbua mimi mwenyewe silipwi hapa na haja kazi ya bure. Leo waje na mambo yako, umimba, anakutia mimba nani wewe? Kwa sababu kama daktari si ndio? Mtafuta ile kufanya nini? Ndio kamsumbue. Mimi ndio hapa fuata line. Tumeelewana? Japokuwa kuna mengine wako nao madaktari tuwezi kuwatetea. Lakini moja wapo ya sababu kwa nini kuna kuwa na attitude mbaya. Tumeelewana? Kwa sababu kulingana mimi na volunteer, kulingana wewe waje ukijua kwamba mimi nilipwa mshahara na county. Kwa sababu jamii tunajua kila mtu hapa analipwa na mshahara na county government. Kwa maorongo. Unajua utakuwa na payroll hawa. Lakini nusu yao ni volunteers. Waambia leo wanajitolea. Kama vile watu wa mitaa. Za mtaa za mtaa tunajitolea. Hii kesi zikizidi wao muambia nini watu? Ndio ni machifu. Amba na mshahara hii. Wanasumbua sisi huko tu. Wakusumbua ni polisi, si ndio muandikia barua. Ndivyo vile vile hapa. Wengine anakuja na pressure zake, ambao dawa hakuna, anza kutukana na madaktari. Kuna kuwa na chuki kati yao. Tunaelewana? So the point is tumeita jamii hapa. Tunataka kupiga kelele kwa nchi yetu, kupiga kelele ambayo sisi tupinga county government. Pia kitu ambao huwa na bifu na governor, huwa na bifu na county government. Lakini yetu sisi tunasema kwamba sheria yake ifanye nini? Iheshimiwe. Miradi tulipiga kura miradi ifanye nini? Ifanikishwe. Hakuna kupiga kura ndio tusumbua tena baadaye. Dawa hospitali ni lazima siweko. Tumeelewana? Vile mishahara yao ni lazima waipate. Hivyo tunataka nini? Dawa zipatikane. Watu tumeitana hapa leo kuhakikisha ni chakata kutumia kama jamii ya Mtongwe. Kuhakikisha kwamba tuweza kupata dawa in the next 14 days. Tukiamua zitakuja dawa. The next 14 days tukiamua dawa zitakuja. Sikuja kuinsight mtu mimi, sijainsight mtu. Lakini tunataka nini? Dawa. Vile vile tukipata title deed hapa, fence ikiwekwa tutaweza kuwa na nguvu ya kupiga kelele, hospitali wauguzi waongezeke, iweze kufanya kazi 24 hours. Tumeelewana? Mambo ya kwa saa ya gorofani usiku yaishi. Hospitali mashini zote hizi bana, tuambane ni ukweli. Paka x-ray iko hapa. Tumeelewana? Paka mashini ya kupima kansa iko hapa ndani. Kwa nini tutuweze tu nje tukafanye nini? Yaani wauguzi waongezeke hapa, dawa zipatikane. Sana ya usiku waja mguu, umimba wafanya zoezi kabisa. Ukija hapa waja saa. Hakuna tuk tena usiku upiga simu tuk kutoke feri kufuata ulipe 500 ufuke feri. Hapana. Inawezekana au haiwezekani? Inawezekana. Kwani kaunti haina pesa? Haina. Siziko.
Pesa kwani zao? Chini zetu pesa. So wao muunga wewe. Wewe una pikipiki walipa nini? Juzi ulikuwa shika watu hapo wakati ticket. Bwana maurongo. Ikiwa na sheria zao zifuatwe kama county government, pia wao wafuate sheria zetu kama wananchi wa Kenya. Juzi wafanya mgomo washika watu wakati tiketi za county. Tiketi ni pesa ile inanunuliwa. Wale maduka walipe ushuru. Wasipokuwa na permit ya biashara, maduka afanywa nini? Kwa pesa kama nchi ya Kenya ni haki yetu, pesa yetu hii tunailipa. Kwa hivyo dawa fanya nini? Dawa sije. Sivyo ndio sio kwa wananchi. Mimi nimefikia hapo ndugu wapendwa, ningelipenda kuweza kufungua mjadala huu. Sawa. Hao wanenaji wangu hao wataongea mwisho. Nataka kufungua mjadala huu kwa jamii ya Mtongwe. Tuweze kusema what do we do? What is the way forward? Tupiga kelele, waziri wa health alikuja hapa, tukamzungusha, tukamweleza shida zote, lakini hakuna kile hata kimoja. Sijui ni genius, anakwenda kumbuka kule mbele. Kwa mimi ninavyohakika mtu kitembea uenda kitabu wewe waandika. Kimi ile miangu funyu, lakini siku hiyo kwa alikuwa yuandika, alikuwa apigaji picha peke yake. Tukaelezea kuhusu swala la kupanua hospitali, tukaambiwa ngojea hospitali kubwa huko imalizike kujengwa. Hospitali ambayo nyinyi mnajua hospitali. Nani ana maelezo kuhusu ile hospitali kule nyuma? Nani ana maelezo? Alume. Ache oya. Nani ana maelezo kuhusu hospitali ile? Wazee wa mitaa una maelezo? Uliitwa mkaelezwa? Kulingana na taarifa nilionao mimi ni kwamba kulikuwa na public participation kuhusu hospitali ile. Nani alihusishwa? Kiongozi wa kina mama, kuna mtu anajua kuhusu hospitali ile? Sasa kama sio kazi wa Mtongwe na viongozi wako hapa hawajui kuhusu hospitali, nani yajua? Nani alihusishwa? Tunajua pesa ngapi tumika pale sasa hivi. Sasa ile ni pesa ngapi hospitali? Hatujui. Na pesa yetu. Pesa yangu na wewe. Na hatujui. Na yajengwa. Kazi ipo hapa. Mtongwe sio siasa hii, sivyo? Ni maendeleo. Hataki siasa. Huu ni wakati wa nini? Wa maendeleo. Ikiwa mradi ufanyika si hatujui. Tukiuliza tuambie kwamba kulikuwa public participation ya nani? Wazee wa mitaa kwa hapa hawajui stakeholders. Chifu hajui stakeholder. Wazee wa makanisa hawajui ni stakeholders. Wazee wa misikiti hawajui ni stakeholders. Viongozi kina mama hawajui, vijana hawajui. Nani alihusishwa? Kazi ipo Nataka mjadala. Hao viongozi ya opinion leaders wataongea baadaye. Nataka pia wasikize kwa sababu wengine wanawania uongozi, si wenye kwenye uongozi wawania na hujui matatizo ni gani. Tumeelewana? Kwa hivyo nafungua mjadala huu nikimregeshea dada Naima. Tafadhali. Kwa heshima. Sasa thank you 20 GB. Kazi nzuri, upeni makofi 20 GB. Shukrani sana. Kwa hivyo haya yanasemekana hapa ya kweli ama ni ya urongo, madamu leo maofisa wenyewe wakuja. Na kabla tujawapa hii microphone wajibu, labda kuna kitu mtaka kuongezea, madamu msipozungumza leo basi. Madamu tushawaleta paka hapa. Nilipanda jana gorofa mimi juzi gorofa paka ya 5 kwa Lanzi. Nikaenda paka kule kwa gorofa la 5. Ati hizo kilo kama 2 zimpungua hivi. Na wamkuja hapa leo. Kwa hivyo kabla hawajaenda, jamani, kama tuna lolote ambaye kidukuduku tunataka kuhusiana na hii zanati, tuseme kabisa, tuwaulize, ndio wakijibu maswali wajibu maswali kulingana na yale, usiwe ameenda alafu baadaye tukutane kando tulisahau. Hakuna cha tulisahau na tushawaleta magari leo, magari makubwa pia yameonekana Mtongwe. Kwa hivyo jamani, uko wazi sasa. Sawa. Haya, nani ataanza? Mzee mtaa wa hapa. Huyu hapa na tulikuwa naye wakati wa Skokad, na namshukuru sana, huyu alituambia mambo mengi sana. Kazi Mtongwe, wazee wa mitaa, mabalozi,